Pole sana. Asante, tumefungwa mara 6. Mshazoea. Tumeshakuwa vibonde wa Yanga. Tushakuwa vibonde wa Yanga. Mnakubali? Tunakubali. Tutafanyaje? Kwa sababu ndo tumeshakuwa hivyo, kwa sababu kila tukienda tunapigwa. Tumepiga mara ya kwanza, tumepigwa mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5 na ya 6. Utasemaje? Baki 10 unaiona ikitokea? Inaweza katokea. Kwa staili hii inaweza katokea, kwa sababu kila tukijaribu kufanya tumfunge Yanga inashindikana. Unafanyaje? Shida ilikuwa nini? Jana wanasema mlifungwa na Yanga kidogo ambayo ilikuwa na kiwango dhaifu. Ukiangalia kitakwimu, manake Simba alikuwa bora, ametengeneza chance nyingi sana, lakini mkashindwa kuzitumia. Wametengeneza chance 3 nadhani, moja ikawa bao. Ukiangalia namna ambavyo tumecheza siku ya jana, shots 15 ambazo tumepiga ni shoti 6 tu ndio zimelenga lango, zingine zote ni off target. Manake tulikuwa na nafasi kubwa au asilimia zaidi ya 98 ya kutengeneza nafasi za kufunga. Nini ambacho tulikosa? Ni lack of concentration kwa wachezaji wetu washambuliaji kwenye idara ya mbele, ule utulivu na umakini wa kuamua wapi upeleke mpira. Hicho ndicho ambacho tumekosa, na ndicho ambacho jana tulizidiwa na Yanga Afrika. Fikiria shuti 15, katika hizo 15 shuti 6 zimeenda on target. Manake hizi on target ungeweza kuzibadilisha kuwa magoli, manake jana tungetoka na magoli 6. Lakini wenzetu wamepata shot on target 4, mmoja wameitumia kuiconvert kwenda kwenye goli, na ndio kawa ushindi wao. Manake walikuwa na wachezaji wa kuamua mechi. Manake hapo ndo ile kauli ya Fadlu kwamba X factor kwenu kweli wanakosekana. Hapo ndipo unapoishi kwenye yale maneno ya Mwalimu Fadlu kwamba kuna mtu aitwa X factor ambayo ni kuamua mchezo. Umeelewa? Mchezaji ambaye anaweza kaamua mchezo. Kwa mfano ukiangalia type of play ya jana, namna ambavyo Simba tumecheza, kulikuwa hakuna mpango mkakati mzuri kuanzia kwenye build up phase ambao unakupa open space kwamba hapa tunakwenda kuscore goli. Ilikuwa inatokea tu kwenye boxi, inatokea tunapiga papatu, golikipa anadaka. Magoli aliyokosa Shomari Kapombe, nafasi 2 za wazi, lakini ukimwangalia Kibu Denis amekosa nafasi 2. Lakini pia ukimwangalia Mkwara, ni dhahiri kwamba bado tuna wakati mgumu kwenye idara ya ushambuliaji. Ili tuweze kufunga Yanga, lazima uache kazi, ufanye kazi. Na hiyo kazi inatakiwa ifanye na wachezaji wa komavu. Nasema bwana Fadlu, muda wote watu wanaweza wakala kichwa wakamnyoa. Nimesikia interview hapa kati na niko. Simama kwa hapa, maana hapo umeweka kichwa. Nisimame wapi hapa? Simama hapa, tunakupa tu heshima. Huyu bwana nikamsikia anasema lack of concentration. Sasa unacheka nini? Mbona wewe mnafiki? Unacheka nini sasa? Hebu tena. Lack of concentration ni nini? Uko unasemaje? Lack of concentration. Hakuna hizo habari shekhe. Hii jezi yenu inakuskani. Umeiona hii? Nimeiona. Shika sana. Skani. Mmewekea kwa sababu mnasema ni wabobevu kwenye hawazi wa kuskani, si atujui hapa. Sijasikia. Mbona tuseme? Ni wabobevu kwenye mambo kwa Dr. Mohamed. Bwana skani shekhe, unapiga picha vipi? Wewe ulikuwa unaskani vipi jezi zenu? Yaani wewe ulikuwa unaskani vipi kwenye jezi zenu? Dr. Mohamed Hamisi anashindwa kuskani jezi. Anapiga picha. Naomba mniongezee mwanga. Haya, skani vizuri hapa. Sasa Dr. Mohamed, kama unashindwa kuskani niambie. Hii hapa. Imemletea huko. Imekuja bwana. Mbona imekuja huko? Dr. Mohamed vipi? Skani vizuri. Hajaja. Angalia hapa kilichokuletea. Dr. Mohamed hapa hajaja. Dr. Mohamed hapana, sio profile. Ngoja tukate. Ngoja tuskani. Eti mimi ni skani. Hii hapa. Hapo kwenye scan hapa. Enda kwenye scan, bonyeza hapa. Inakuja hapo hiyo hapa. Mama yangu. Ya chemedaka hiyo. Wewe si bingwa kuskani. Sasa upuuzi gani baba? Sasa upuuzi gani? Wewe si bingwa kuskani. Ni nini? Ni nini hiyo? Hawa jamaa bwana. Kama kutufunga umetufunga. Sasa upuuzi wa nini watuletea sisi? Ni nini? Hiyo ni nini? Yaani kuskani hii inaonesha mechi zote ambazo tumefungwa na Yanga. Ndio la kuskani sasa. Umeona? Sasa sio unaskani. Sasa mambo ya nini babu? Kuonyeshwa jezi sijui imetoka wapi. Nisikilize. Wewe si bingwa kuskani. Huu anaofaa na goli ni utoto. Kufunga umetufunga. Sasa kuandaa makabasha haya nini haya si? Haya kuskani haya nini haya? Si umbea huu? Mkaskani. Haya nini haya baba? Haya nini? Mpaka Msimbazi hapo haya. Of course umetufunga sawa. Lakini sasa haya nini haya? Ndugu yangu, mmekosa kazi ya kufanya ndugu yangu. Shekhe. Mpaka muandae haya mambo ya kuskani. Ni mabingwa wa kuskani. Ulichokiskani ulichokiona hicho cha mara 6 mfululizo. Hebu naomba. Hii mara 6 hii. Na bado katika hii mara 6 mara 4 Fadlu. Hapo ngoja tu nani wapo juu hapo maneno hayo umeandikaje?
hawa sasa wamekuwa mlenda mara 6 mara 4 Fadlu katika hizi 6 4 Fadlu na katika mara 6 kuna 5. Yaani sisi mara 5 tu mwenye kicha kukaba. Hii inaonyesha mechi ya kwanza ilikuwa ni 5-1 Novemba 11, inakuja 2-1 ambao tufungwa bao 2. 5-1 alikuwa nani yule? 5-1 Robertinho alikuwa Robertinho, Brazilian. Alafu kaja 2-1, ikaja 1-0, ikaja 0 tukafungwa bao 1, ikaja 2-0 mechi ya kufunga ligi. Alafu jana tumefungwa bao 1. Na mechi zote za ukijumlisha hapa hamjafunga hata goli moja. Yaani kwamba Fadlu hana goli hapa. Nyinyi hamjashinda hata goli moja. Yaani labda mnapiga. Alafu na Robertinho alifungwa mechi moja bao 5 akafukuzwa. Huyu Fadlu mpaka sasa kwenye hizi mechi 4 ana bao 5 kashakamilisha. Fadlu Davis kakamilisha goli 5 kwenye mechi 5. Kwenye mechi zake 4 jumlisha tu. Anzia mechi 4 za chini. Jumlisha 2 bila na 1 bila 3. 1 bila na 1 bila 5. Kwa Fadlu kafungwa goli 5, hajapata goli hata moja. Kapoteza mechi 4 Fadlu Davis. Na kuna tetesi kwa na ni kocha ambaye bado yupo tu anafundisha Simba. Kwa hiyo unataka kusemaje? Sio mimi. Aendeleeni naye. Mimi si mnaona la. Nyinyi mnaona la. Kwa huu Mbeya wewe umekaa, yaani umekaa wewe na Alikamwe mkauandaa huu Mbeya kwa ajili ya kuja kuwatangazia watu. Sasa hii kwenye Kuskai kuna clip ambayo tunaiandaa kwa ajili ya kuongezea na mechi 2 kwa sababu tunajua matokeo yake ya mechi 2 zijazo. Zingine mnajua. Yaani mtu tunazocheza na nyie? Mechi 2 zijazo. Kwenye Kuskai hapo utakutana na mara 8 mfululizo. Yes. Mechi ya kwanza itakuwaje? Mechi ya kwanza ligi wanakula goli 3 mwezi wa 12. Mwezi wa 12. Na mna goli zetu 3 ambazo umebaki nazo. Hiyo kuelekea Christmas. Kuelekea Christmas. Afu mechi ya mwezi wa 4. Huyo Fadlu anakula tena na hiyo. Hiyo mwezi wa 4 goli 1 tena bila. Goli 3 ni hizi zinazokuja. Kwa hiyo mmepanga hivyo. Ndio mipango yetu. Ndio maana nimesema Yanga watushinda nje ya uwanja. Umesikia? Hasa nje ya uwanja kwa hapo ndipo mwenyekiti wako akakwambia nje ya uwanja na miundombinu ambayo sisi hatuyajui nje ya uwanja. Mwenyekiti kasema nje ya uwanja coach refa atoke wapi? Mwenyekiti atoke nje, si kanuni inaruhusu. Kwani wakati mnakula 2 Pakome na Mzize tulifungwa kihalali. Refa alikuwa na tulifungwa kihalali. Sasa mbona kusema kwamba tulikubaliana refa atoke nje tulifungwa? Ajana haikuwa kihalali, offside ile ya Pakome. Nyinyi mlipata. Sio alizidi pale. Baadaye akaja kumzuia ile Shun de Loc. Baadaye anakwenda kugonga mpira ambao umepigwa na Max Ngeli umerudi akascore. Mimi jana nilikwambia. Umeelewa? Offside ni nani alikuwa amezidi? Offside alikuwa Pakome kwenye offside position kabla Max Ngeli Mali alikuwa asa Mali alikuwa nayo Max Ngeli mpira. Max baada ya kutoka mabeki kwenda eneo la mbele akapiga mpira kwa nguvu ukaenda kwa golikipa Musa Pimpi Kamara. Musa Pimpi Kamara akauokoa ule mpira. Alipokwenda kuokoa wakati Lucien de Loc anakwenda kutaka kusave ule mpira, Pakome akamzuia Lucien de Loc, maana ameengage kwenye mchezo. Kuna moment unaelewa. Pakome baada ya kumzuia Lucien de Loc ndio akapata nafasi ya kuscore. Kwa it was totally clear offside. Sio kweli. Sio kweli. Kwenye mpira mtu akiwa kwenye offside position, sawa? Akatokea mtu ambaye hakuwa kwenye offside, automatically kile kitendo tu cha yeye kwanza kwenda kuchukua ule mpira akaenda akaucheza, tayari offside inavunjika. Ilivunjika ndio, lakini yeye tendo likaendelea la Max pia Nzengeli. Wakati ameenda kuchukua ule mpira akafanya dribble moja. Dribble ya pili akataka kupasia nyavu. Offside tayari ilisha katika ya Pakome kuwepo kwenye lile eneo. Wakati anapasia nyavu, goalkeeper akacheza. Mali imebaki. Pakome kascore. Na hiyo tukio ambalo unalisema wewe la beki wenu Rushaina kufanywa ile zone marking kama ni marking ndogo. Wewe unasema ile ni foul. Typically nakupa. Kwa mfano striker wetu ndo akafanywa foul ya aina ile kwenye eneo kama lile. Refa anaweza akaweka penalty na ukaridhia ni sisi tufunikiwe penalty, labda Mzize kafanywa foul ile alofanywa Rushaina iweke tuta. Iweko. Unaridhia ile inaweza ikawa penalty? Hauwezi. Na mtalia hapa dunia mpaka inaisha. Shekhe, sikia nikwambia kitu. Mimi cha msingi ambacho naweza kukubaliana na wewe. Ile goli tumefungwa jana. Pia ni goli. Goli la offside ndio kwa sababu marefali nao pia ni binadamu. Tunakubali tumefungwa. Dede. Lakini mwalimu Yanga na Mamelodi umeiona? Kwenye ile goli. Inawezekana ikawa sawa. Ni makosa ya kibinadamu. Kama tumeangalia mara 9, mara 10 na bado tunabishana. Maana yake Arajiga anakuwa yuko sawa tu kwa. Ndio maana nasemaje, mimi silaumu sana kusema marefali. Umeelewa? Silaumu sana. Bado inailaumu idara ya ushambuliaji yetu. Tuseme bwana Yanga amepata lile goli moja.
What if zile nafasi 6 tungeweza kuzitumia vizuri? Maana yake tulikuwa na magoli 6 dhidi ya 1. Kwa hiyo hata kama lile goli lisingekuwepo au likuwepo, halibadilishi chochote, kwa sababu bado sisi idara yetu ya ushambuliaji imeshindwa kupata magoli. Kwa hiyo cha kufanya ni mwalimu Fadu kwenda kwenye training ground kuwaelekeza wachezaji wake namna ya kufunga magoli, kwa sababu kama unapata umefunga una mipira 15, total shots 15, shot on target, Selemani Mwalimu unaona walau kuna uhai kidogo aliuonesha. Dakika chache ambazo amecheza dakika chache ambazo zina umuhimu kuliko dakika nyingi ambazo wamecheza watu wengine kwenye eneo lile ambalo amecheza. Kwa hiyo kikubwa ni kurekebisha pale kwenye eneo la ushambuliaji, umakini. Yanga Pacome amepata chance moja tu jana ya wazi ambayo ndo amescore goli. Angepata 3 maana yake ni haki. Unaelewa? Maana yake sisi hatujifunzi kutumia nafasi tunazozipata. Kuna sehemu unakumbuka mechi ya